Mwakilishi wa viti maalum ambaye amewakilisha kundi la watu wenye ulemavu Mwantatu Mbaraka Hamisi amesema kuwa hawawezi kufanya uchaguzi mkuu bila kuwasilisha baraza kitu gani walichokifanya katika miaka mitano ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Amesema hayo baada ya kumaliza mkutano huo wa baraza kuu la wajumbe la UWT mkoa wa Kusini Unguja katika ukumbi wa mitihani wa skuli ya Kizimkazi Dimbani. Mkutano huu ni kuwasilisha utekelezaji wa ilani wa miaka mitano. Kwa vile tulipewa dhamana na wanawake wa mkoa wa Kusini. Kwa hiyo kuelekea uchaguzi, hatuendi kwenye uchaguzi bila kueleza chama au chombo husika hili baraza kuu la mkoa kuwaeleza nini tumefanya. Lakini faida kubwa tuliyopata katika mkutano huu, kuna marekebisho katika taarifa zetu pia yameweza kufanyika. Kwa hiyo tumeweza kujua kwanza wajumbe waweza kufahamu nini tumefanya, lakini pia kuna mambo mengi ambayo tulifanya nao kazi ambayo si wenyewe tuliyasahau wameweza kutukumbusha. Kwa hiyo ni faida moja kubwa. Tutaweza kwenda kukaa na kurekebisha zile kasoro zilizojitokeza ili kuweza tutapowasilisha ile utekelezaji juu kwenye chama na kwa utekelezaji uko vizuri, ambao tayari umeshapokelewa na vikao husika vya chini. Naye katibu umoja wa wanawake mkoa wa Kusini Unguja Pilisa Juma amewasisitiza wajumbe wa baraza kuu la UWT na mkoa wa Kusini kufanya ziara mbalimbali katika vijiji vyao ili kuwashajihisha wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura kujitokeza kwa wingi ifikapo uchaguzi mkuu. Tumeweka baraza letu hili la UWT la mkoa baraza maalum ambalo la kufanya utekelezaji wa kupitia baraza letu hili leo la kupitia utekelezaji wa ilani ya wabunge wetu na wakilishi viti maalum kwa upande wa mkoa wetu wa Kusini. Wafanye ziara maalum za kupita kwenye vijiji vyao, kwenye vitongoji vyao. Lengo ni kusajihisha wanachama na wananchi wetu wote waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Ikifika mwaka 2025 wajitokeze kwa wingi wakawachague marais wetu wawili, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi na mama yetu kipenzi chetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sambamba na hayo, mwenyekiti wa UWT wa mkoa wa Kusini Unguja Shensa Abdulwali amesema wameshindwa kupitisha utekelezaji wa ilani kutokana na makosa yaliyojitokeza katika uwasilishaji wa kazi hizo. Lakini tulishinda kupitisha utekelezaji ule wa ilani kwa sababu tunatambua utakuwa una marekebisho, una michangio, una maelekezo. Kwa hiyo hatutaweza kuyatoa michangio katika utekelezaji ule wala hatuweza kubadilisha au kurekebisha. Kwa hiyo kwa makusudi tukakubaliana kwa leo tusiujadili utekelezaji wa ilani wa bunge wale na mwakilishi ambao hawakuja leo. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.